Rais wa mamlaka ya Wapalestina Mahmoud Abbas amesema kundi la wanamgambo la Hamas linapaswa kuweka chini silaha na kwamba haliwezi tena kuutawala ukanda wa Gaza. Katika barua yake aliyowaandikia Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, Abbas ametoa mwito wa kupelekwa kikosi cha kimataifa kuwalinda Wapalestina na kulitaka kundi la Hamas kusalimisha silaha zao kwa vikosi vya usalama vya mamlaka ya ndani ya Wapalestina. Rais Macron wa Ufaransa na mwanamfalme Mohammed bin Salman wanatarajiwa mwezi huu kuongoza mkutano utakaojadili suluhisho la mgogoro wa Mashariki ya Kati kupitia mpango wa kuundwa madola mawili ya Palestina na Israel. Katika barua hiyo, Abbas amebainisha hatua anazoamini zinapaswa kuchukuliwa kumaliza vita vya Gaza na kupatikana amani katika Mashariki ya Kati. Jerusalem. Jeshi la wanamaji la Israel limeushambulia mji wa bandari wa Hodeida unaoshikiliwa na waasi wa Houthi nchini Yemen. Mashambulizi hayo huenda yamesababisha uharibifu wa vifaa muhimu vya shughuli za safari za meli za msaada unaopelekwa kwa watu wenye njaa katika taifa hilo lililoharibiwa kwa vita. Jeshi la Israel limesema meli zake za kijeshi zimefanya mashambulizi ya makombora kwa mara ya kwanza zikihusisha vikosi vyake dhidi ya waasi wa Houthi. Mashambulizi hayo ya leo yamefanyika baada ya Wahouthi kuilenga Israel mara kadhaa kwa makombora na droni, wakisema wanawaunga mkono wa Palestina dhidi ya mauaji ya Israel katika ukanda wa Gaza. Wakati huo huo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel imesema mwanaharakati wa Sweden Greta Thunberg amerudishwa kwao leo, siku moja baada ya meli ya msaada aliyokuwamo pamoja na wanaharakati wengine wakielekea Gaza kukamatwa na jeshi la Israel. Kiev. Urusi imefanya msururu wa mashambulizi ya makombora na droni dhidi ya miji miwili ya Ukraine leo Jumanne na kuua watu wawili. Takriban watu 13 wamejeruhiwa kufuatia mashambulizi ya mji wa Odessa na Kiev, kwa mujibu wa maafisa wa Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky katika taarifa yake aliyoichapisha kwenye mtandao ameyaita mashambulizi hayo kuwa ni moja ya mashambulizi makubwa katika vita hivyo vilivyoanzishwa na Urusi kwa kipindi cha miaka mitatu. Zelensky amesema vikosi vya Urusi vimerusha zaidi ya droni 315 pamoja na makombora 7 usiku wa kuamkia leo. Hospitali ya wajawazito na makazi ya watu ni miongoni mwa majengo yaliyoharibiwa katika mji wa bandari wa kusini wa Odessa. Meya wa mji mkuu Kiev, Vitali Klitschko, amesema mashambulio dhidi ya mji huo yamewajeruhi watu 4. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari inayowajia moja kwa moja kutoka DW Bonn. London. Maafisa wa Marekani na China wanajiandaa kukutana kwa siku ya pili leo Jumanne kwa mazungumzo ya kibiashara mjini London nchini Uingereza. Mazungumzo hayo yanalenga kutafuta makubaliano kuhusu suala tete la ushuru chini ya kiwingu cha mvutano uliozidishwa na ongezeko la masharti ya usafirishaji bidhaa. Naibu Waziri Mkuu wa China He Lifiang anaongoza ujumbe wa nchi hiyo akiandamana na Waziri wa Biashara Wang Wentao, wakati ujumbe wa Marekani ukiongozwa na Waziri wa Fedha Scott Bessent na Waziri wa Biashara Howard Lutnick. Mkutano huo wa London unafanyika baada ya Marekani kuishutumu China kwa kukiuka makubaliano yao yaliyofikiwa Geneva, Uswisi, ya kumaliza mvutano kuhusu ushuru. Na hatimaye Juba. Jeshi la Sudan Kusini limesema litaanzisha zoezi la kukusanya silaha kutoka kwa vijana watakaokuwa tayari kusalimisha kwa hiari katika maeneo ambayo yako chini ya sheria ya hali ya dharura. Jeshi hilo limesema baada ya zoezi hilo utafuata mchakato wa kuwapokonya watu silaha kwa lazima utakaofanywa na kikosi maalum katika kaunti za Warrap na Mayom, ambako wiki iliyopita Rais Salva Kiir alitangaza hali ya dharura kufuatia hofu ya usalama kwa kipindi cha miezi 6. Maeneo hayo yanakabiliwa na ongezeko kubwa la machafuko ya kikabila yakihusisha wizi wa mifugo. Msemaji wa jeshi la ulinzi la Sudan Kusini Lul Ruai Kwang amewaambia waandishi wa habari tayari kikosi cha kusimamia zoezi la ukusanyaji silaha kimepelekwa kwenye maeneo hayo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari iliyokujia moja kwa moja kutoka DW idhaa ya Kiswahili mjini Bonn. DW
dunia yetu leo mchana. Kutoka chumba cha habari kwa Saumu Mwasimba, tuangazia yale tuliyoyapa kipaumbele mchana huu. Mwanaharakati maarufu raia wa Sweden Greta Thunberg amefurushwa kutoka nchini Israel. Tutaangazia pia Urusi imefanya mashambulizi mapya ya droni na makombora katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Tutaangazia mvutano unaozidi kupamba moto kati ya maafisa wa jimbo la California na utawala wa Trump. Mengi zaidi, msikilizaji na mtazamaji, endelea kuwa nasi. Moja kwa moja tunaanzia Mashariki ya Kati. Mwanaharakati maarufu raia wa Sweden Greta Thunberg amefurushwa kutoka nchini Israel na yuko njiani kuelekea nyumbani. Kiongozi wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas ataka kundi la Hamas likabidhi silaha zake, na Israel imeishambulia bandari ya Hodeida na imetishia kuiwekea Yemen vizuizi vya majini na angani. Mengi zaidi kuhusu yanayojiri huko Mashariki ya Kati ni katika taarifa hii iliyoandaliwa na Zainab Aziz. Wizara ya mambo ya nje ya Israel imesema mwanaharakati Greta Thunberg amefukuzwa kutoka nchini Israel hii leo Jumanne, siku moja baada ya jeshi la wanamaji la Israel kulizuia kundi la wanaharakati wanaoiunga mkono Palestina kuingia katika ukanda wa Gaza. Thunberg alikuwa mmoja wa abiria 12 kwenye mashua kwa jina Madeleine iliyokuwa imebeba misaada inayokusudiwa kwa watu wa Gaza, eneo linalokumbwa na vita. Wanaharakati hao wamesema hatua yao ni ya kupinga vita vinavyoendelea Gaza na pia wanataka kuumulika zaidi mgogoro wa kibinadamu. Lakini Israel imesema meli kama hizo zinakiuka marufuku ya kuingia kwenye bahari ya ukanda wa Gaza. Muungano wa Freedom Flotilla ambao uliandaa safari hiyo umesema wanaharakati hao walitekwa nyara na vikosi vya Israel walipokuwa wakijaribu kuwasilisha misaada inayohitajika sana katika ukanda wa Gaza. Adala, kikundi cha wanasheria nchini Israel kinachomwakilisha Thunberg na wanaharakati wengine, kimethibitisha kwamba Thunberg, raia wa Sweden, wanaharakati wengine wawili na mwandishi wa habari walikubali hatua za kuwafukuza na kuondoka kutoka Israel. Lakini wanaharakati wengine walikataa na hivyo wamewekwa kizuizini na kesi yao imepangwa kusikilizwa na mamlaka za Israel. Taarifa nyingine zinasema kiongozi wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas amesema Hamas lazima ikabidhi silaha zake na ametoa wito wa kupelekwa vikosi vya kimataifa kuwalinda watu wa Palestina. Katika barua aliyomwandikia rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, ambao mwezi huu watakuwa wenyekiti wenza wa mkutano kuhusu suluhu ya mataifa mawili ya Israel na Palestina. Wakati huo huo, tume huru ya Umoja wa Mataifa imesema hii leo Jumanne kwenye ripoti yake kwamba mashambulizi ya Israel yanayolenga shule, maeneo ya kidini na kitamaduni huko Gaza ni sawa na uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu unaokusudia kuwaangamiza wa Palestina. Na vyombo vya habari vinavyodhibitiwa na waasi wa Kihouthi nchini Yemen vimeripoti juu ya mashambulio ya Israel kwenye bandari ya Hodeida. Israel imesema mashambulizi hayo ni kwa ajili ya kusitisha matumizi ya bandari hiyo ya Hodeida kwa madhumuni ya kijeshi. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema hilo ni onyo kwa magaidi wa Houthi kwamba ikiwa wataendelea na mashambulizi yao basi watakabiliwa kwa nguvu zote na watawekewa vizuizi vya majini na angani. Na tukitoka Mashariki ya Kati tuangazie mzozo kati ya Urusi na Ukraine. Urusi imefanya mashambulizi mapya ya droni na makombora katika mji mkuu wa Ukraine Kiev pamoja na mji wa bandari wa Odessa na kusababisha mauaji ya watu wawili. Hospitali inayotoa huduma za kujifungua pia ililengwa katika mashambulizi hayo ya leo asubuhi. Amina Abubakar na taarifa kamili. Baada ya Urusi kuvurumisha droni zaidi ya 300 na makombora 7 nchini Ukraine, Rais Volodymyr Zelensky amewatolea mwito wa washirika wake ambao ni mataifa ya Magharibi kujibu kwa kuichukulia hatua kali Urusi. Zelensky aliandika katika mitandao yake ya kijamii kwamba angelipenda Marekani ichukue hatua, huku akisema taifa hilo lina nguvu ya kuilazimisha Urusi kuingia katika makubaliano ya amani. Aliendelea kuandika kwa Ulaya ambayo haina budi ila kuungana kwa nguvu moja, pia inapaswa kuchukua hatua kali dhidi ya Urusi kufuatia hatua yake
hiyo ya kuendelea kulishambulia taifa lake. Wakati huo huo, gavana wa Odessa Oleg Kipa amesema watu wawili wameuawa katika mashambulizi hayo ya Urusi yaliyofanyika usiku wa kuamkia leo katika makazi ya watu mjini humo. Watu wengine 9 walijeruhiwa katika mkasa huo. Urusi pia inadaiwa kulenga hospitali inayotoa huduma za kujifungua, eneo la dharura na makazi ya watu. Gavana Kipa amesema watu wote waliokuwa katika hospitali hiyo ya wanawake waliondolewa kabla eneo hilo kulengwa. Urusi imezidisha mashambulizi yake Ukraine, ambayo pia imekuwa ikijibu mashambulizi ya Moscow kwa kushambulia maeneo yake ya ndani, wakati mazungumzo yaliyofanyika mjini Istanbul, Uturuki, yakifeli kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyodumu kwa miaka 3. Kando na makubaliano ya kubadilishana wafungwa, hakuna tena hatua zilizopigwa kuelekea amani ya kudumu ya mataifa hayo mawili, huku Urusi ikikataa miito ya kutokuwa na masharti kuelekea makubaliano hayo ya usitishwaji wa vita. Hapo jana mataifa hayo mawili jirani na hasimu yalibadilishana wafungwa wa kijeshi. Muda mfupi baada ya hatua hiyo, Rais Zelensky alisema mabadilishano hayo yataendelea hatua kwa hatua ndani ya wiki kadhaa zijazo. Mpango huo utajumuisha kuachia wanajeshi wote wanaoshikiliwa walio kati ya miaka 18 hadi 25, wanajeshi wagonjwa pamoja na miili ya wanajeshi waliouawa wakati wa vita. Hata hivyo, kando na hatua hiyo, Zelensky alisema wazi kwamba haina maana kuendelea na mazungumzo na ujumbe wa Urusi kutokana na ujumbe huo kukataa kufikia makubaliano ya kusitisha vita. Mkuu wa ujumbe wa Ukraine Andriy Yermak alisema ni muda wa kila mtu kutambua kuwa Urusi inaelewa lugha tu ya mapigano na sio mazungumzo. Moja ya masharti ya Urusi kukubali mpango wa kusitisha mapigano ni Ukraine kuridhia kuiachia maeneo yake yaliyotekwa na Urusi na kutojiunga na jumuiya ya kujihami NATO. Urusi imekataa kusitisha mapigano kwa siku 30, ikisema hatua hiyo itaipa Ukraine nafasi ya kujipanga upya. Ukraine nayo inataka Urusi iondoke kikamilifu katika maeneo yake iliyoyanyakua na pia inataka hakikisho la usalama kutoka magharibi. Na mkio ndio mwanzo unajiunga na sehemu idhaa ya Kiswahili ya DW. Asante sana kwa kuichagua idhaa hii. Endelea kutufuatilia. Vile vile tuko live ama tuko mubashara kupitia chaneli yetu ya YouTube. Tafuta DW Kiswahili. Usisahau kulike, share na vile vile kusubscribe. Tukisonga mbele na uchambuzi, mvutano unazidi kupamba moto kati ya maafisa wa jimbo la California na utawala wa Trump, huku gavana wa California Gavin Newsom akifungua kesi dhidi ya utawala wa Trump kuzuia kupelekwa kwa wanajeshi wa kikosi cha walinzi wa taifa na wanamaji kwa jeshi la Marekani. Bruce Amani amefuatilia kadhia hiyo na hii hapa ripoti yake. Waandamanaji wanaopinga kukamatwa kwa wahamiaji wamekusanyika mjini Los Angeles kwa siku ya 4 mfululizo. Polisi imesema waandamanaji wanaweka vizuizi kwenye barabara kadhaa kote mjini humo na ikatangaza kuzifunga baadhi ya barabara. Hii inajiri baada ya serikali ya Rais Donald Trump kuamuru kupelekwa kwa karibu wanajeshi 700 wa kitengo maalum kusaidia kupambana na machafuko yanayoendelea mjini humo. Wizara ya Ulinzi, Pentagon, imeridhia kupelekwa wanajeshi hao Los Angeles kuvisaidia vikosi vya ulinzi wa taifa kukabiliana na maandamano ya wahamiaji. Wanajeshi hao wamefunga safari kutoka kituo chao cha 29 Palms katika jangwa la California. Gavana wa California Gavin Newsom, Mdemokrat, ameita hatua hiyo kuwa ni uzembe na isiyoheshimu wanajeshi wa Marekani. Alisema haihusu usalama wa umma bali inaridhisha kiburi cha rais. Mkuu wa polisi wa Los Angeles Jim McDonald amesema ana imani na uwezo wa idara ya polisi kushughulikia maandamano makubwa na kwamba kuwasili kwa wanajeshi maalum bila kuratibu na idara ya polisi kunaweka changamoto kubwa ya nyenzo na uendeshaji kwao. Rais Trump aliamuru Jumapili askari wa ulinzi wa taifa kupelekwa katika maandamano ya Los Angeles, hatua ambayo mwanasheria mkuu wa jimbo la California Rob Bonta aliita kinyume cha sheria na akasema inahujumu uhuru wa jimbo hilo. Katika kujibu hatua hiyo, Bonta aliushtaki mahakamani utawala wa Trump. Hii inaonekana kuwa mara ya kwanza katika miongo kadhaa kwa jeshi la ulinzi wa taifa kutumika jimboni bila ombi kutoka kwa gavana wake. Trump ametaja kipengele cha kisheria kinachomruhusu kuvitumia vikosi vya shirikisho wakati kukiwa na uasi au hatari ya uasi dhidi ya mamlaka ya serikali ya Marekani. Kiasi ya askari 1000 wa ulinzi wa taifa waliwasili mjini humo kufikia Jumatatu, na Trump alisema aliagiza askari 2000 wa ziada kutumika ikiwa patakuwa na haja. Kuwasili kwa vikosi hivyo kulifuatia siku 2 za maandamano ambayo yalianza Ijumaa mitaani Los Angeles baada ya maafisa wa shirikisho wa uhamiaji kuwakamata zaidi ya watu 40 kote mjini humo.
DW tunavuma kwa kishindo.